Naitwa Victoria Molel, ni afisa muuguzi kutoka taasisi ya tiba ya mifupa na mishipa ya fahamu MOI. Tupo hapa katika Mbeya Expo tukiwa katika maonyesho ambapo tunatoa ushauri wa huduma mbalimbali ambazo tunazitoa katika taasisi yetu, ikiwa pamoja na matibabu ya kichwa, mishipa ya fahamu, mifupa, uti wa mgongo na pia ushauri wa afya na lishe. Naitwa Zainabu Tindi, natokea MOI Muhimbili. Tuko hapa Mbeya kwenye maonyesho ya Mbeya City Expo 2026. Tupo hapa tunatoa huduma za kibingwa na kibobezi za ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu pamoja na mifupa. Lakini pia tunatoa huduma ushauri wakilishi, ushauri wa kibingwa kabisa, wakilishi wa kibobezi. Tuko hapa tunatoa elimu, lakini pia tunatoa elimu hasa kwa magonjwa pia yasiyoambukiza. Kama siku hizi mnavyojua, magonjwa yasiyoambukiza yamekuwa ni tishio. Kwa hiyo tuko hapa tunapima pressure, tunapima pia sukari na ushauri tunatoa, na kama uzito wako umezidi tunakuelekeza ni jinsi gani ya kupunguza uzito. Lakini pia tunaendelea kutoa ushauri kwa wale ambao watakuwa kwamba wanahitajika zaidi kwenda MOI, sawa, tutawapa referral ya kwenda MOI moja kwa moja, lakini kuna wale wengine watatibiwa hapa Mbeya. Naitwa Charles Sabatori, ni mtaalamu mbobezi mambo ya tiba na tiba saidizi katika hospitali ya MOI ambayo ni taasisi inayohusika na matibabu ya mifupa, ubongo na mishipa ya fahamu. Hiki mbele yetu ni nini? Hichi mbele yetu ni nini? Hichi ndicho kishika ni mkono bandia wa umeme. Huu utamwekea mtu ambaye bahati mbaya kapoteza kiungo chake, aidha sababu ya ajali au sababu ya ugonjwa. Kwa hiyo kitokea bahati mbaya mtu anakatwa mkono wake, sisi pale MOI tunamwekea mkono wa bandia kama huu. Ni kwa mkono ambayo mtu amekatiwa juu ya kiwiko. Kwa hiyo kuna switch ambayo inaruhusu mkono ufunguke, kufunga na kufungua. Hii switch tunampa mtu, tunamwelekeza namna ya kufanya ili aweze kutumia. Huu mkono unakuwa na betri, unakuwa na mashine ndani yake ambayo ndio inawezesha hii kitendo kifanyike. Na hii gloves unavyoiona hapa ina rangi hii, lakini mtu akija pale anapewa gloves kutokana na rangi ya mkono wake. Kadhalika unene wa mkono, urefu wa mkono, lazima mtu akishatengenezewa angalau vifanane kwa kiasi kubwa sana ili isiwe bandia sana hivi. Na pamoja na mikono pia tuna miguu kwa mtu ambaye pia bahati mbaya amepoteza mguu wake. Kwa hiyo tunamwekea mguu bandia kama unavyoonekana hapa. Huu ni mguu bandia chini ya goti. Tunawekea watu mbalimbali kuanzia watoto wadogo, watu wa katikati na wazee. Kadhalika ikitokea mtoto anazaliwa na ulemavu, anahudhuria kliniki za pale MOI za madaktari bingwa watoto, na ikibidi wote namwekea kifaa kwenye mguu wake ili kuzuia mguu usipinde au usilemane. Na akitumia hiki vizuri kwa maelekezo ya wataalamu, inasaidia mtoto anapokuwa mkubwa anakuwa. Kwa hiyo huu ana uwezo wa kuchukua, na una sense, hii mashine inakaa tu inafiksiwa kwenye kwapa kwamba ukisense unataka kuchukua kukamata, mkono wenyewe unafunguka. Unaona hiyo maji ni ya kufunguka. Maana yake anaweza hata akachukua chupa ya maji akashika akaitumia, lakini anaweza akaacha. Kwa hiyo ni kwamba akiwa na huu mkono ni like kama ambavyo sasa afadhali